ni shukurani kwa wenyeji wetu wa Kizimkazi kutukubalia vile vile kujenga jengo hili la ofisi, lakini vile vile kwa utulivu huu ambao tunauona na kwa kutupokea, na naamini tutamaliza tamasha letu hili kwa ukarimu ule ule mkubwa wa watu wa Kizimkazi. Mwaka huu, mwaka mpya ambao umeanza mwezi wa Julai tarehe 1 mwezi wa 7, mwaka wetu mpya wa fedha, Mamlaka ya Mapato imepangiwa kukusanya takriban shilingi trilioni 42. Katika zile trilioni 62.3 ambazo tuliziombea idhini na heshimiwa wabunge wakaziidhinisha kama ndio bajeti yetu ya mwaka huu tunakwenda nao wa fedha, 42 trilioni 42 zipitie kwenye mikono ya TRA. Lakini hizi ni za mwaka huu. Kwa miaka takriban miwili iliyopita, TRA wameendelea kufikia malengo na kuvuka malengo ambayo yamepangiwa. Mwaka 2024-2025 mlifikia 103%. Mwaka jana 25-26 mkafikia 105% ya lengo ambalo mmepangiwa. Kwa hiyo ukiwapangia 100 wanaongeza na turhani kidogo, 3 ya ziada, mwaka jana 5 ya ziada, na mwaka huu na hakika wataongeza, sijui itakuwa 7. Kama tutafanya hesabu hizi arithmetic progression, common difference ni 2, mwaka huu utafikia 107%. Sina wasiwasi tutavuka hilo lengo la 42 trilioni. Tutegemee tutafanya vizuri zaidi katika mwaka huu. Kama alivyosema, mwaka huu tulipokwenda kwenye bunge kwa sababu maalum, tulikubaliana kwamba kuna maeneo ambayo yatahitaji kufanyiwa kazi zaidi, na hasa kwenye upande wa mifuko. Serikali ilishaidhinisha kwenye baadhi ya miundombinu tuanzishe utaratibu maalum wa upatikanaji wa fedha na kuwe na mifuko maalum, ujenzi wa barabara, ujenzi wa miradi ya maji, kuna na maeneo mengine kadhaa upande wa afya na kwingine, huku kuwekewa mifuko maalum ambayo imelindwa na pesa zake ziende kwa madhumuni yaliyokusudiwa. Haya ambayo tunayaona ya maendeleo ya mafanikio yetu, hasa kwenye ukusanyaji wa mapato na kwenye ujenzi ambao unaendelea katika taifa letu, ni ishara ya kuendelea kuimarika kwa uchumi, lakini ishara vile vile ya kwamba serikali inapeleka huduma kwa wananchi wake. Tunachofanya leo ni ujenzi wa ofisi ya TRA katika eneo la Kizimkazi. Tunazo ofisi kama hizi mikoa ya kikodi 33 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapojenga leo hapa haimaanishi hatujajenga mikoa mingine. Wilaya zote karibu nyingi za Jamhuri ya Muungano kuna majengo yanayofanana na haya. Kwa hiyo tunachofanya ni kusogeza huduma kwa walipa kodi na wananchi. Na jengo hili likikamilika litakuwa na uwezo wa kutoa huduma kwa watu wa hapa pamoja na Paje. Mheshimiwa Waziri, hili jengo ni la ghorofa 1 kama tulivyokuonyesha, na litakuwa na thamani ya bilioni 3 na milioni 600. Hizi fedha zilizotolewa, na kwa mwaka huu wa fedha tuna miradi inayofanana na hii 49 ndani ya TRA na ina thamani ya zaidi ya bilioni 32. Nikushukuru wewe na wabunge kwa sababu ndio mliopitisha budget wakati wa bunge la budget. Nawashukuru sana. Tunasisitiza umuhimu kuendeleza ushirikiano wa karibu kati ya sekta ya hoteli na utalii na TRA pamoja na ZRA. Tunapendekeza kuwa na vikao vya mara kwa mara vya pamoja na majukwaa ya kudumu kushughulikia changamoto kwa wakati. Hii itaimarisha uelewa na utatuzi wa changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia sisi kama walipa kodi katika hoteli na utalii, kupunguza changamoto za kuongeza tija katika ushirikiano wetu. Sisi kama wadau wa hoteli na utalii kwa njia iliyo sahihi na usalama, kwa sababu tumekuwa tunapitia changamoto kadha wa kadha ambazo kwa wakati mwingine zimeleta taharuki kwetu sisi walipa kodi, lakini tunapenda kushukuru kwa viongozi wote wa TRA pamoja na ZRA. Pindi tunapokuwa tunapitia changamoto hizo, huwa wanatusaidia na wanakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa na kinarudi kwenye usawa.